Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni za lugha ya Kiarabu, ziko tofauti na herufi alfabeti za lugha ya Kiswahili ambazo ziko 24 na ziko na utofauti na alfabeti herufi za lugha ya Kiingereza ambazo zipo 26. Herufi za abjad zimegawanyika katika makundi makuu manne. Kila kundi moja liko na herufi 7. Asili ya kwanza za herufi za abjad zipo katika kundi la asili ya moto, na kundi lingine lipo katika kundi la asili ya udongo, na kundi la tatu lipo katika kundi la asili ya upepo, na kundi la 4 lipo katika kundi la asili ya maji. Kama ambavyo sisi binadamu tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni moto, na asili ya pili ni udongo, na asili ya tatu ni upepo, na asili ya 4 ni maji. Je, ni herufi gani ambayo ya abjad nayokuletea hapa? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na siri nzito ya herufi ain. Kwa yule mtu anayesumbuka na maradhi ya macho yanakuwa yanamsumbua sana, anashindwa kuona mbele, anahitaji kujiponya maradhi ya macho kwa idhini yake Allah. Na kwa yule mtu anayesumbuka na maradhi ya kupoteza kumbukumbu, unachotakiwa kukifanya katika siku ya mushtara baada ya ibada ya alasiri, utaandika herufi hii ya ain katika karatasi nyeupe kupitia dhafarani pamoja na miski. Utaiandika mara 99, na wakati unaiandika utakuwa unasoma utajo huu mpaka utakapomaliza: ya kabir ya mutaal, ya kabir ya mutaal. Baada ya kuimaliza kuiandika tarasimu hiyo ya herufi ya ain mara 99, utaloweka katika maji. Utatumia kunywa kutwa mara 3 katika masiku 28. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaondokana na maradhi ya kupoteza kumbukumbu. Na kwa yule anayesumbuka na maradhi ya macho pia utatumia kunywa pamoja na kunawa katika pahala pasafi. Utakuwa unanawa macho yako yale kwa manuizo kumwomba Allah. Hakika kwa idhini yake Mwenyezi Mungu utapona maradhi ya macho. Haya ni maajabu ya herufi ain. Kwa yule mtu anayehitaji kupata heshima na utii kwa majini pamoja na binadamu popote duniani atakapopita, na pia anahitaji kuwa na nguvu ya kiroho, awe ni mtu mwenye imani kubwa ya kumcha Mola wetu mlezi, nafsi yake isichezewe na shetani, andika herufi hii ya ain mara 99 katika siku ya Dhuhr. Utakapokuwa umeiandika tarasimu hii kupitia dhafarani pamoja na miski ya herufi ain, wakati unaandika utakuwa unasoma utajo huu mpaka utakapomaliza: ya Fatah ya Razaq, ya Fatah ya Razaq. Katika siku ya Dhuhr, siku ya Jumamosi, muda wa asubuhi, wakati wa jua kuchomoza, utatumia kunywa pamoja na kukoga katika sehemu nzuri kwa manuizo kutwa mara 3 katika masiku 28. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu watakutii, watu watakuheshimu, na maadui zako pia watakunyenyekea, na utakuwa ni mtu mwenye kuheshimika, na pia utapata ongezeko la imani ya kiroho zaidi na zaidi,
na nafsi yako haitoweza kuchezewa na shetani. Haya ni maajabu ya herufi Ain. Kama unavyoiona hapa, hii ni ofisi yangu Daktari Musa. Nina kila aina za dawa mbalimbali. Kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, dawa za kusafisha nyota na kupandisha nyota, na dawa za kuondosha nuksi ambazo zinakuandama katika maisha yako, na unahitaji pia kuwa mtu wa mafanikio, na pia nina kila aina za dawa za kutibu maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete za bahati, pete zenye ufalme wa kuendana na nyota yako, za kufanya uwe ni mtu wa mafanikio, au unahitaji pete za majini, pete zilizofanywa kafara za viumbe mbalimbali. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa navyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana kapita, au mbaba kapita, au mdada kapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Kwa tiba pamoja na dua, unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592, na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.